Mwaka 1961, Marekani ilianzisha mpango wa siri unaojulikana kama Operation Mongoose kwa lengo kuu la kuangamiza serikali ya Fidel Castro nchini Cuba. Mwandaji na msimulizi wa makala haya ni Amos Odipo. Mpango huu ulitokana na mzozo mkubwa wa kisiasa kati ya serikali ya Marekani na Cuba, hasa baada ya mapinduzi ya Cuba chini ya Fidel Castro mwaka wa 1959, ambapo serikali mpya ilichukua mwelekeo wa kisiasa wa kijumla wa kijeshi na kiimla uliozidi kuwa hatari kwa maslahi ya Marekani katika eneo hilo la Amerika ya Kati. Marekani, hasa kupitia CIA, ilihisi kuwa Cuba chini ya Castro ilikuwa tishio kubwa kwa usalama wake wa kieneo na taifa kwa ujumla, hasa kwa kuwa Cuba ilikuwa imejiunga na Umoja wa Kisovieti, mshindani mkuu wa Marekani katika vita baridi vya siasa. Operation Mongoose iliundwa kwa lengo la kuharibu na kuondoa utawala wa Castro kwa njia za siri na za kijeshi zisizojulikana kwa umma. Ilihusisha matumizi ya vitisho vya kijeshi, ujasusi, propaganda, mashambulizi ya kikeni na hata njama za kuua Castro binafsi. Kampeni hii ilikuwa sehemu mbinu kubwa za Marekani za kujaribu kurejesha ushawishi wake katika kisiwa hicho kwa kuharibu serikali ya mapinduzi. Mbinu mbalimbali zilizotumika ni pamoja na usaidizi wa makundi ya wapinzani wa ndani, mashambulizi ya mabomu madogo na hata njama za kuharibu meli za Cuba. Chanzo cha mpango huu kilitokana na kuongezeka kwa wasiwasi wa Marekani kuhusu kuenea kwa mzalendo wa kishabiki wa Umoja wa Kisovieti katika eneo la Karibiani, na hasa baada ya mvutano mkubwa ulitokea katika tukio la Krismasi ya mishale ya Urusi, Cuba Missile Crisis, mwaka wa 1962 kunidhani, ambapo Umoja wa Kisovieti uliweka silaha za nyuklia kwenye Cuba karibu sana na pwani za Marekani. Hali hii ilisitisha haraka juhudi za Marekani za kuangamiza utawala wa Castro kabla